tunakushukuru kwa neema yako na uweza wako. Twakuheshimu ni kwa sababu wewe ni Mungu mwema. Tunapoenda kulishiriki neno la asubuhi, Baba ukanena nasi kama ilivyo mapenzi yako. Nena na mioyo yetu, nena na mawazo yetu. Asante ni kwa sababu utatusaidia kufahamu na kuelewa neno lako na kulijua kwa utukufu wa jina lako. Asante ni kwa sababu utatuongoza, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini, na kila mmoja aseme amen. Amen. Mungu awabariki sana. Mungu awatende mambo mema, awainue zaidi na zaidi. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Milimo na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa Bwana mwema katika maisha yangu. Nimemwona akiniongoza katika kila hali, na hivyo niko na sababu ya kumshukuru na kumuinua Bwana kwa sababu ya matendo yake. Kwa wageni, naitwa Pastor Milimo, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nafurahia Mungu kwa sababu ya umbali ambao ametupeleka na uweza wake kuwa pamoja nasi katika Bible study. Tumekuwa tukijifunza mambo mengi na tumekuwa tukiangalia neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi, and we have traveled this journey together. Now tunaendelea vizuri kwa sababu ya neema ya Mungu. Sasa tuko katika chapter 10 at the book of Psalms, na naamini ya kwamba itazidi kunena na maisha yetu vizuri kwa utukufu wa jina la Mungu. Haleluya. So chapter 10 tumekuwa tukiangalia na tukaona topic ambayo tumekuwa tukiangalia sana katika hii kitabu, inaitwa characteristics of a wicked person. Characteristic of a wicked person. Na nikasema ya kwamba unaweza kuwa katika nyumba ya Bwana, wewe ukijiangalia unaona mambo yako inaenda vizuri, lakini watu wakikutazama wanaona you are wicked, kwa sababu kuna character ambayo uko naye ambayo sio ya Mungu, ni ya kwingine. Na ukiwa na tabia ya kwingine, watu wanapokutazama hawaoni Mungu ndani yako, na unapokosa Mungu ndani yako inakuwa ni kwamba uko na hiyo character ya wickedness. So it is good and it is important katika maisha yetu tukawa watu ambao watakuwa na character nzuri ambayo itafanya Mungu aonekane na atukuzwe katika maisha yetu. So katika kitabu cha Psalm chapter 10 tunasoma verse 7. Tuliangalia hizi characteristics na tumefika characteristic number 5, na number 5 inasema ya kwamba this wicked person is a deceiver. Anakuanga mdanganyifu. To deceive inakuja from the word deceit. Unadanganya, unaondoa ukweli. Kwa dictionary inajaribu kufafanua ya kwamba ni kutumia maneno ya kubatilisha ukweli. Unaondoa watu katika ukweli, unawafanya waamini kitu kingine. You give people lies and you make them to believe in that lie. Na hii ndio imekuwa katika maisha ya watu wengi. Unaweza pata watu wako kanisani lakini they live in deception. Sasa kuna deception ambayo inaendelea sana kuhusu kanisa. Watu wanasema hizi nyumba hata sio za Mungu, hata Mungu hakusema kanisa zijengwe. Those are deception. Wakati watu wanajaribu kuelezwa maneno na wanajaribu kuonyeshwa ni kana kwamba wamekuwa wakibebwa vibaya, wakati watu wanaonyeshwa kana kwamba kile wanachokifanya sio mapenzi ya Mungu. Na sasa problem kubwa ni kwamba unaweza pata mtu wako kanisani but he or she is a deceiver. Haleluya. Na hii ni mbaya sana ikiwa uko katika nyumba ya Mungu na wewe ni deceiver. Bwana asifiwe. Na tukaangalia kuhusu mtu ambaye anaitwa Dioterefe. Biblia inasema ya kwamba Dioterefe ni mmoja wenu, ako kanisani. Biblia inasema ya kwamba haingii wala hatoki. So Dioterefe inamaanisha ya kwamba siku moja alikuwa ameokoka vizuri. Siku moja alikuwa anaongoza ibada. Dioterefe siku moja alikuwa anafanya
sana, hata alikuwa amepewa cheo katika kanisa, lakini ikafika mahali akakuwa na makosa, akaambiwa sasa, kwa sababu ya haya makosa wewe tulia kidogo. Sasa wakati alitulia, akabadilisha injili. Badala ya wahubirie watu wanaokuja injili ya kweli, anaanza kuwadisi. Haleluya. Biblia inasema kwamba anakaa kwa mlango, hatoki na haingii. Bwana asifiwe. Lakini Biblia inasema kwamba anazuilia wale wanataka kuingia wasipate kuingia. So hiyo character ya David ndio tunaangalia siku ya leo. Bwana asifiwe. Ya ambaye haingii na hatoki, lakini ako kwenye mlango na kazi yake ni kuzuilia yule ambaye anataka kuingia, anamzuia asipate kuingia. Na Biblia inasema ya kwamba na usikuje hatari isikuwe ni wewe. Haleluya. Kwa ndoa ni pasta ni nini? Ulale ndogo. Inawezekana ni nyingi na nelewa leo. Bwana asifiwe. Kwa sababu karakta yangu ni mbaya, mbele za Mungu ni mbaya, lakini sitoki siasi kabisa. Lakini nikienda huko nje nikikutana mshika na mwambie hiyo kabila tutia nao wakati tunaitaka kwa sababu ya Mungu. Mimi sitoki ninaingia tu. Lakini ninapea mtu mwingine maneno ya kufanya asikie hiyo kanisa hata kuwa mbele. Haleluya. Na inasema hao ndio wengi ambao wako na hiyo track. Biblia inasema mstari wa 7. His mouth is full of curses and lies and threats. Trouble and evil are under his tongue. He lies in wait near the villages. From ambush he murders the innocent, watching in secret for his victim. He lies in wait like a lion, like a lion in cover. He lies in wait and catches the helpless. He catches the helpless and drags them off in his net. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba huyu mtu kinywa chake, his mouth is full of number one curses. Bwana asifiwe. Amejawa na laana katika kinywa chake. Na hawa watu ndio wengi katika nyakati ambazo tunaishi. Watu ambao vinywa vyao vimejawa na laana. Kulaani kila kitu. Akiona basi mimi anakuja anasema huyo hataenda mbali. Huyo ni mtu kinywa chake kimejawa na laana. Akiona kijana hapa ameanza kuabudu Mungu vizuri hapa, tunaona anasifu Bwana, anaanza kusema huyo atavuka mbali. Yaani kinywa chake kimejaa na laana. Haoni kitu kizuri katika kanisa. Haoni anything good katika kile kinaendelea kanisani, hakuna kitu anaona kizuri. Vijana wakikuja hapa waanze kuimba na step kwa hivyo vizuri. Anainuka anasema hao vijana wanaimba kama dunia. Yaani kinywa chake kimejaa laana. Haleluya. This is a deceiver. Hakuna Mungu ambaye anabariki. Kila mtu analaani. Akiona Pastor Emmanuel amekuja na shata anasema Pastor Emmanuel amekufiwa. Bwana asifiwe. Yaani ndani anasema na Mungu anadhibiti, anaanza kuhubiria watu wawili watatu wanawaita kando, anasema unaona sasa ameanza kuvaa zake, anaanza kuvaa kwa sasa anavaa ile kitenge na shati nzuri. Hivyo wanavaa sasa inaonekana anaanza kazi ya Mungu. Yaani kinywa chake kimejaa na anatafuta vile kanisa mambo yote itaharibika. Vile mambo yataendelea. Badala ya wale apostol wako na uelewa wa kisasa kwa sababu ya jua Bwana asifiwe. Anajua jinsi ya kuvaa kulingana na meza ambayo tunaendelea na. Hata mawazo anajaa na laana. Haleluya. Laana. Analaani kila mtu. Akiona mtu amebeba kikombe, these people wanakuwa wabaya, wanashukuriwa mpaka na mambo ya kujibeba glasa mbele.
Kaja kwa kunyanyasa. Deceivers, they are bad. Hao ndio wanaimikanga, wanaharibu kanisa, wanaharibu kazi ya Mungu, wanaondoa watu katika kusudi la Bwana. They deceive people. Haleluya. Na watu wengi ambao namba kubwa inatokana kanisani, inatokana kwa sababu ya hao watu. Because of this deceivers. Bwana asifiwe. Na sana sana siku hizi deceivers ndio wanaweza kuaccess social media mbele ya kanisa. Na sasa kwa sababu wale access them, build foundation katika ile social media ya kwamba ukiingia pale, wote wamepata followers wengi ambao wanawapaka. Ukijaribu kuambia this is the way, ni kweli. Kulingana na pastor wetu, kulingana na yule ambaye alituongoza katika ile hii, sisi tunajua. Haleluya. That's why people need extra. Hiyo ndio sababu unapata watu wengi mpaka vijana hawataki mambo ya Mungu. Wanapotea kuhubirie, usikwambie mambo ya kutoa sadaka, usikwambie mambo ya Mungu. Yaani all these things about God. They say hatutaki. Why? A deceiver. A deceiver ambaye beleni alikuwa kanisani. Haleluya. Matamanio yake ikakosa kutimia kwa sababu hakukaa vizuri na Mungu. Sasa wakati aliondoka akajua ya kwamba sitaondoka peke yangu. And you know he is doing like the devil. Maana Biblia inasema kwamba shetani alipomuasi Mungu kule mbinguni. Bwana asifiwe. Alipomuasi Mungu alianza kurecruit angels. Haleluya. Ili kuita angels akaanza kuambia unajua nini? Mungu angalia analika anashinda hapa kuongoza. Mimi niko na uwezo kuliko hata sisi tunaweza kuwa kama yeye. Sio lazima yeye akae in the throne, hata sisi tunaweza. So, akarecruit angels. And the Bible says a third of the angels were permission pamoja na shetani. So, a third believed. Hallelujah. So, deceiver akiwa katika kanisa. A third. Inaweza mfua. Bwana asifiwe. If the devil alimanage who convince malaika ambao wanamwabudu Mungu, they are in the heavenly altar. Na wanajua Mungu, wanajua mambo ya Mungu, they receive orders from God. Lakini shetani akawadeceive another of them. Akamfuata. Now, there is mtu mmoja hapa kanisani na shetani amemrecruit, amekuwa deceiver katika nyumba ya Mungu. Hallelujah. And that's why you find that in the world, saa hizi almost a third ya watu walikuwa kanisani wamefuata kile kinasema katika social media. But I thank God it was only a third. Bado kuna masalia waabudu Mungu. Hallelujah. So hata wakikataa kuja kanisani, kuna wale walibaki na Mungu. God was not left alone. Angels wale wengine wote walibaki na Mungu. Hata kulikuwa na kikundi fulani kilikuwa kimeona ardhi kama ilikuwa pale katikati, tutafuata hii ama tutafuata hii. But all in all waliona huyo kuna mahali anateka, they turn back to God. So adhari ilikuwa hata wale wamedanganyika na wakawaida tunatakaza watarudi katika kanisa katika jina la Yesu. Haleluya. Deceivers, watu ambao wanaonyeshana hawa watu wa Mungu hawana ukweli. Deceivers watakuonyesha kanisa hakuna mahali na kupeleka. Deceivers watakuonyesha pastor hakuna kitu anasemanga, ni maneno ya kufanya tumbo yake ishinde. Those are deceivers. Haleluya. Kanisa deceiver akikuja akitaka kukutoa kanisani, anakujaga na Biblia. Bwana asifiwe. Anakuhubiria vizuri sana kwa pia. Bwana asifiwe. Ninajua unapenda Mungu sana na wale wengi sana wale ambao ni wale wamekuja kanisani juzi, anawatembelea. Bwana asifiwe. Umekuja kanisa hii, lakini nimetaka kukuambia, sitaki kukuambia sana, lakini ninakuhurumia sana. Kila mtu akisikia kuna mtu anamhurumia, si utapenda kusikiza kidogo? So anakuja anapenda kuhurumia sana. Sasa ukitaka kusikiza huyu mtu ambaye ananihurumia kwa nini? Anakuambia Biblia inasema ya kwamba mshukaji anajua kondoo zake.
Haleluya. Anakuuliza Bishop anakujua. Haleluya. Sasa unaanza kusema mimi nimeokoka tu juzi, hawezi kuwa amenijua. Nimeokoka tu juzi. So najua kuna sifa please mchungaji anajua mambo yake, sema mtu mimi. Kama hakujui sasa miezi mitatu bado hakujui. Yes. Hii inamaanisha wewe si wa kuondoa. Kwa sababu hakujui. Amewahi kupigia simu. Kwanza unasema hata napigia. Wanasifiwe. Na kwa sababu wewe si kuondoa. Unavaa mbele mahali ambapo ukipiga simu pasta na mpaka saa 6 ya usiku ukimpigia anachukua simu yake. Haleluya. Wengine wanakwenda kwa Bishop, si yeye ndiye mchungaji wako. Na mchungaji anajua shida hapa iko na konda. Pekee uko na shida ya pesa na kwambia, enda kwake na usimwambie shida yako. Uende unyamaze hapo. Akunuliwe kwa sababu wewe ni kondoo. Unajua mchungaji anajua kondoo ile inajua, atajua iko na shida. Enda ukae hapo, uone kama atakujua. Kama wewe ni kondoo yake, ukifika hapo atakunuliwa hauna pesa. Unaingia kwa ofisi ya Bishop. Mwambie Bishop nimekuja. Nimesikia nikuje. Nimefika mwisho. Lakini unataka tu akunuliwe ati hauna pesa. Bishop anakupea maneno mengi ya kukwambia wewe ni mwema, anakupatia mambo ya maono, anakuambia kuhusu watu ndio wametegewa. Baadaye anakuambia bali. Akutana na Simba anakuambia alifunuliwa. Nasema bado alifunuliwa. So, si mshikaji wako. Huyo dada atarudi mezani. Ama huyo si anaona. Deceivers hapa ni wabaya na hata wengi. Biblia inasema ya kwamba vinywa vyao vya mao are full of curses. Wamejawa na laana. Number 2, they have lies. Wamejawa na uongo. Kanisani. So hii topic ukifunza hapa, siifunzi kwa sababu sielewi. Na ifunza kwa sababu Mungu alijua ya kwamba inawezekana, na akasema ya kwamba hata mimi pastor leo nikiangalie isikuwe ni mimi. Bwana asifiwe. So akisiba anakuwa amejawa na uongo. That is fully anointing yake ikishuka inajaa uongo. And we all know that the father of lies is who? So ukipata kanisani mtu ambaye amejawa na uongo, na mtu ambaye anajua maneno ya washirika, akianza kupea za pastor mbili, kuyaje kupea pastor mbili kwa kika, na alijui hata atawahi kuza ndani. Kwa hiyo yale maneno atakaye mbele ya uongo. So this deceiver kinywa chake kimejawa na uongo. Na ni vizuri kuangalia maneno ambayo unanenanga, ni vizuri kuangalia usiwe unanena uongo. Biblia ikikuhesabu inakuita deceiver, na ukiwa deceiver you are qualified to be a wicked person. Na mtu wicked hata akiita Mungu hawezi kuitika. Halo. Unataka watu wanaingia kanisani Mungu awatetee. Lakini Mungu akiangalia na mateso za wicked basi. Kwa nini? Kwa sababu amejawa na uongo. Ulimi wake umejaa uongo. Haleluya. You lie everything. Unadanganya kila kitu. Bwana asifiwe. Hii imefanya watu wengi wakose kuelewa Mungu na waone kana kwamba Mungu ni wa uongo. Na wale ambao hudanganya they are vendors katika nyumba ya Mungu. Ni watu wanaokoka miaka mingi.
Ni watu wamekuwa kanisani miaka mingi, lakini because they sin, unapata kwamba Mungu akifanya makosa, akimkosea Mungu na ajue amekosea Mungu kwa sababu ya aibu, anajificha kanisani. Hataki kutoka kanisani, lakini anajificha pale kanisani. Badala ya kuja Mungu nisamehe kama Daudi alikosea Mungu, lakini hakunyamaza na makosa yake, aliambia God, please forgive me. Sasa Disiba ni mtu ambaye amefanya dhambi, lakini hataki kutubu. Anataka alikuruti wengine katika ile yake. Haleluya. Disiba. Kwa vile unaona hata wale wasio kanisa, sio wote ambao ni watakatifu. Haleluya. Na nakwambia unajua, hata unaweza kuadvance. Hawa wazee washana na wao. Hivi wote wanakuwa na mimba. Na ndiposa unaona hata wakikuja kanisani hawatakani sana kuoneshana mabibi zao. Kwa sababu hata kanisani wako na msichana wengine wako na mama. Wengine wanani. Yaani anakupea uongo. Hata unaambiwa. Haleluya. Tunaambiwa kwamba watu wanakaa pale mbele wa kuzelewa, wao wote ni watu watakabisha. Sasa unashuka kwa hiyo hakuna na wale hao. Disiba hivi ndio wanapata. Na watu wengi wametaka kunasikia mpaka mtu ambaye alitoka hapo pale, ako na kibao cha kusifu Mungu. Anashindwa kuja hapa mbele. Tunasema tukimwambia, uko na sauti nzuri. Kuja pale mbele kwa Mungu Bwana. Kuja pale mbele kwa sifa. Na asifanye mahesabu ni pale mbele. Ni kuwe mke wa mwisho. Nasema ndio hapana. Sasa leo wewe ni gojea. Yuda anakuja. Lakini maneno amepewa ya uongo, amekuwa disibu. Bado unapata karama yake imekosa kufanya kazi kwa sababu ya uongo aliyopewa. Tunatangaza hiyo uongo isije katika jina la Yesu. Amen. Unapata mtu amejitolea kwa sababu ya uongo aliyopewa. Disiba saba. Anaita mtu pale anamwikuta anamwambia sasa, dada nimeona leo umetoa mkuu. Ukasema utasimama na hiyo project iko kanisani. Nimekuhurumia sana. Tena mtumishi wa Mungu amechua vile ambavyo umebarikiwa. Wewe ndio mwisho wako. Anamwambia hata mimi nilikuwa hapo. Anamwambia maneno ya uongo. Sasa hapo mtu alikuwa ametoa mkuu. Fika hiyo haraka nyingine tunasema, Bwana asifiwe, wale wataendelea kikuli mikono juu. Yake anaweka chini. Na Disiba anamwangalia. Haleluya. Sasa mtu ambaye alikuwa amebarikiwa na Mungu, akuja akuwe financial. Na Mungu alikuwa anataka kumuinua katika hiyo area. Anakutana na Disiba, anakuwa ni kurude. Hiyo kazi anaachana naye. Naye Mungu anafunga umelezi ambao alikuwa amefungulia. Disiba, they are bad. The Bible says their mouth is full of lies and threats. Wanadhide. Bwana asifiwe. Sasa unaona anaangalia yule mama anamwambia wewe, si nilikwambia. Unachua, I told I want you. Anampea threat. Na unajua mtu ambaye nimekuja na yeye, nimeongea maneno ya mtu mwingine na yeye. Unakuaga mtumwa wake. Bwana asifiwe. Kwa sababu akikupea maneno ya pastor yetu, pia wewe umshaki. Umshaki. Sasa ile vile anataka watu anaonekana kuna hiyo. Sasa wewe umshakia. Ulielewa maneno na wewe umeshakia. So anakuambia ukisema kama umshakia anakuambia na mimi record. Ni record ile tulipata okay. So atakuwa anakuambia vile utafanya. Ukijaribu kujiondoa kwa tena kuna record hii. Kabla ufike huko nitakuwa nimefika mbele. Ukisema nataka kuambia askofu, mimi hii maneno unaniambia si hataki, na nakwambia si wewe ndio ulisema. Furaha. Kwa sababu hiyo ni kampeni tutakuliwa hapo kajia kana wakaga kama moto. Bwana asifiwe. Kama kukulia maneno zaidi. Hata wewe leo utaanza kuongea yale unajua na yale unajua basi mimi ukikubali hiyo mlango ya deception ingia katika maisha yako. Haleluya.
So wanakuwa direct. Ndio sababu unapataka hapa kanisani kuna watu ambao wanaweza kuwa na mkutano usifanye ya kutana na hawezi pa. Haleluya. Nakuta mama wamekuwa kule ndani basi ya reda akisema siku ya leo ni siku ya kusimama na askofu. Kila mmoja ambaye kuwa ya Mungu mtu wako na yabu anaambiwa kaneni usibaya. Na unakuta yuko dada amekuja hivi dada anamwambia amekuwa ni kumbe ameonyeshwa njia ya uongo na amekuwa vile. If you do that hauko bad. Haleluya. Ninaomba direct siondoke katika jina la Yesu. Kama kuna mtu amekuwa direct, hiyo haitasubiria yeye kufikia Mungu tena katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Unaambiwa ukisema nitakusema. Sasa unaishi katika uoga, maana umejua kinawezekana na badala ya kilipuke nidharauliwe. Basi nyamaza. Kutoka siku ya leo tunaondoka hapo katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. They are full of grace. People, the Bible says, trouble and evil are the start. Ya kwamba uovu, trouble na uovu ziko katika Mungu wake. Hebu tuangalie vizuri katika kitabu cha Roma, kwa sababu Waroma imejaribu kuifafanua vizuri. Katika Warumi 3, Romans chapter 3 verse 13. Imejaribu kufafanua vizuri ndio tunalisia kwa sababu wakati wangu uliisha maisha. 3 verse 13. Inasema hivi, their throats are open grave. Koo yao ama mdomo wao ni kaburi ambayo imefunguliwa. Kuna watu ambao mdomo wao ni kaburi. Wanameza watu, wanameza karama, wanameza huduma, wanameza waimbaji. Biblia inasema mdomo wao ni kaburi iliyo wazi. Pale ndio karama zimezikwa. Those people they are bad. Wameua watu wengi, wameua wa kanisa la Bwana, wameua watu ambao ni intercessor. With their things. Hallelujah. Their growth is an open grave. Ukiona mtu ambaye alikuwa mwimbaji, alikuwa anaendelea vizuri, alikuwa akaenda international, amekwisha, amekosa kutimiza yale maono, it is because amekutana na deceiver. When you meet deceiver in your life, maono yako inakuishia pale. Karama yako inakuishia pale. Inazikwa. Ni watu wangapi ambao wangekuwa the best hata sawa, lakini walimezwa na hawa watu ambao ni deceiver. Na kudanganya. Anakuambia ukianza kutumikia hapo, the moment you start serving that church, unafizika. Sasa wewe ulikuwa na karama ya kuzaa, ulikuwa unasikia ni karibu ya kudasha, na unasikia nitasimama, nilikuwa ninafanya kazi ya Mungu vile inavyostahili, hata unaweza fanya professionally, lakini kwa sababu ulidanganywa, ukaambiwa ya kwamba ukibana ndio mwanzo wa kufilisika kwako, utasema hapana, nilijae kanisani, ninaketi chini. Umekataa katika jina la Yesu. Karama zetu hazitazikwa kwa jina la Yesu. Biblia inasema midomo yao ni kaburi iliyofunguka. Wanameza karama za watu, wanameza huduma. Basi mlingo wa kuhubiri hapa anakuja anakuwa introduce na hiyo maneno akia entertain. Karama yake inazikwa. I declare hatutazikwa katika jina la Yesu. Maono yako haitazikwa katika jina la Yesu. Hautamezwa na hawa deceivers katika jina la Yesu. Hawa watu wa kudanganya hawatakupata katika jina la Yesu. Their tongue practice deceit. Ulimi wao unafanya practice ama unazoea, unafanya mazoezi ya deception. They deceive. Wanakuonyesha kanisa haliko sawa. Huyo mtu mpaka mahubiri anaweza kuwa na rais. Mnakuja na yeye kanisani. Okay. Kama pastor hahubiri vizuri, kama pastor hana neno nzuri, si basi akaenda kanisa ile pastor atahubiria vizuri. Bwana asifiwe. Lakini anakuja hapa anaanza kuanalyze mahubiri ya pastor. Pastor mwenyewe alianza
okay. Unaona vile alihubiri hiyo session ya kwanza. Dakika 15 alikuwa anaongea kuhusu mama Pastor Janet. Usio wote mambo. Anaanalyze. Anakudizia kwamba nikikuja hapa nimekuja kuhubiria mtu mmoja. Nenda niakoke itakusema sasa hiyo ni kazi gani nilikuwa nimefanya? Nyumba mitote niamke mapema nije kupata mtu ya haja gani? Haleluya. Mtu mmoja atapasa imani binti bahara ngine yote ya Mungu. Tulokani hali hii ni kutokana na Apostle Emmanuel yuko ndio kuna. Akija ulikuwa unaongea, alikuwa anaongea leo, alikuwa end purpose ilikuwa shida. Yeye ndio shida nyingi. Ndio kutoka na ile anakuwa anaisema mahubiri ya askofu kutoka ya kwanza mpaka ya mwisho. Anakudisifu unaona hauna kazi katika ile mahubiri. Na Mungu alikuwa ameandaa ukuje uamini hilo kiwango Bwana akijize. Lakini anakudanganya, anaitwist, anakwambia hiyo ni ya mtu fulani. Unapata watu wameachana na mahubiri. Umesema hiyo kanisa it is too much. Hallelujah. Ya kwamba they do practice. Wamepractice katika mioyo yao. Ni kama wako experience. Na hiyo deception. Ninaomba kama kuna disipa katika nyumba hii, Bwana amuondoe katika jina la Yesu. Haleluya. Mungu amuondoe katika jina la Yesu. Ama abadilike, abadilike ama Mungu amuondoe. Na hiyo ni hapo ndio kwa Saudi Arabia. Haleluya. Aende Saudi Arabia. Haleluya. Tuseme mlango umekuta lakini kwa kuondoa hapa. Disipa ni mbaya. Atafanya kuonekana ni kama kwamba kanisa hakuna mahali inaenda. But we are going somewhere. Hallelujah. Kanisa ni radhi, lakini deceiver atakuonyesha kanisa hakuna mahali inaenda. Na anakuonyesha anakuproja picha ya wenye kanisa na wale ambao si wa kanisa. Kuna huyo mtu ni mbaya sana. Anakuonyesha okay, kanisa ndio anaambia na anaambia. Na anakuproja a very good picture. Mpaka wewe unaamini unasema haja. Na kwa nini sikuwa nimeona hivi? Deceiver ni mbaya. Na ile chia watakuonyesha ukienda tena utaona ndio kweli. May God remove deceivers in Jesus name. Mungu awaondoe katika jina la Yesu. Hallelujah. The poison of vipers is on their lips. Ya kwamba sumu ya nyoka ndio iko kweli. Bwana asifiwe. Akimkaribia anakuduka sumu. Poison. Bwana asifiwe. Akianza akiingia kwa ufunuo kwaya. Aanze kuduka mmoja mmoja. Unajua sumu inaingiaga pale padogo. Inaanza kuspread down. Halo. So anaweza ingia tu siku moja, aduke mmoja. Na sumu ya nyoka amwambie wewe hata hapa hawakutambui. Anakuelezea maneno, hiyo maneno wanakuduka naye inakuwa kama sumu. Biblia inawaitanisha na sumu ya nyoka ambayo ikiingia ndani ya mtu katika Biblia inasema kwamba wale watu walikuwa wanajua ya kwamba mtu akiumwa na nyoka ile sumu ilikuwa inaingia ndani yake anafura. So ikiwa Mungu anaitanisha sumu ya nyoka na watu wale ambao ni visiva katika kanisa, anamaanisha ya kwamba haianzaki immediately. So kuna kungojea. Saa moja umedungwa. Saa ya pili umekula. Unapata mtu ambaye alikuwa anaongoza anaimba hapa ufunuo kwaya, saa ya pili amekaa pale chini. Na anaangalia wale wengine wakiimba. Haleluya. Huyo amedungwa, sumu ndio inafanya kazi. Akiwa ameketi pale, sumu inaoperate. Mnamuuliza na kwa nini wewe mjanja sione ndio hiyo kwaya? Nakwambia nimechua kweli. Sasa ni kweli gani amejua kuliko kumwabudu Bwana? Baadaye unapata kwamba hapa alikuwa mbali, hapa mlikuwa mnasema alikuwa wakubwa kwaya, mpaka kanisa hakuji. Sasa Biblia inaingia. Sumu inaendelea kuwaka, inaendelea kukua. Baadaye inaua. Haleluya.
Bali dawa ni kuingia. Waliweka itakuwa ni jamaa kwa boss ndani ya business. Aliku. Haleluya. Midomo yao Biblia walitanisha ikasema kwamba ni kama sumu ya nyoka. They are the poison. Their mouth is a poison of vipers. Ikikutuka lazima ihakikishe ya kwamba imekuua. Akikuta praise and worship, mtu ambaye alikuwa anaongoza worship hapa tunasikia haleluya. Tunaenda mbinguni. Ndiposa kama Paulo aliongeleza kanisa la Galatia. Kile walifanya walikutana na Kristo. Akawadunga sumu ya nyoka. Akakuta watu ambao walikuwa wameanza na roho. Watu walikuwa wanasema rima shata rama nyanda. Leke kamba. Hawakuokoka kwa Mungu. Nakuta sasa wanasema tulika roho ya Mungu. Akauliza kumbe roho na nani? Ni nani huyo amewapea sumu ya nyoka? Amewamaliza. A deceiver is like that person, is like that snake ambao wake inaduka mtu. Na inadukaga pole pole. Before ujue unapata hafu ya kanisa. Watu wameondoka. Unaweza waliondoka nini? Walihubiriwa hiyo injili nini? Ni kwa sababu walikuwa wanaduka pole pole. Anaduka huyu, anaondoka kwake. Anaenda kwa mwingine. Anaduka kwaya nzima. Unakuta hapa mbele wakifika hapa, unaona kabisa hii kwaya haiko pamoja. Sumu ya nyoka imeingia. Wametupwa katika maisha yao. Kila mmoja kuna vile ameamua. Na yule anafanya hiyo kazi anaweza kuwa hata ni umo. Sio wewe. Mtu mmoja ajisiba mmoja anaweza ingia hii kanisa sisi wote tutoke. Na pasa mimi leo na ndio nataka kuikaa hii. Lakini sasa nikiona kama hakuna. Sisi mmoja. Kwa sababu anaduka huyu, anahakikisha ameanza kukula. Anaenda kwa mwingine. Anaduka huyo mwingine. Kanisa unapata kwamba watu ambao wakijitoa, watu ambao wanafanya kazi ya Mungu, watu ambao walikuwa wanasimama na kanisa, sasa hawasimami tena. Unauliza ni nini ilifanyika? Deceiver aliingia. Alipoingia akaashia sumu katika maisha ya watu. Natangaza hiyo haitawezekana hapa kwa jina la Yesu. Na kama kuna deceiver alikuwa ameingia, tunatangaza kaka Paulo katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Biblia inasema kwamba uangalie kwa sababu inawezekana ni wewe. No. Tunasema ulimwengu ya anataka sabini. Ni mara kuonesha. Ni mimi naongelea pale. Bwana asifiwe. Ukiingia kanisani, ukiongea na mtu wa kanisa, ukipiga simu, unaweka credit ya 1.5 hours. Ya kuongea mambo ya kanisa, ukianzia na askofu, unamalizia na mtoto wa Sunday school. Kule sasa Sunday school ndio kanisa no resto na haleluya. Ninaomba ya kwamba nisiwe hawatafaulu katika jina la Yesu. Wamefanya kanisa lisimame, wamefanya watu wa Mungu wasiendelee, lakini leo ninatangaza hawatapata nafasi katika jina la Yesu. Haleluya. Si vizuri kuomba sifa waondoke katika jina la Yesu. Tukataana na hilo ya sifa katika jina la Yesu. Tutangaze hapa haitawahi ingia Jesus name. Haleluya. Na kile kimefanya ni umili kama ajizima haiko. Wewe usipende kurute kwa disifa. Haleluya. So wewe mbele za Bwana takatana na hiyo roho. Takaza roho ya deception haitaingia katika mlima huu katika jina la Yesu. Hiyo roho hufanya watu waondoke katika nyumba ya Bwana. Hiyo roho huondoa watu katika kanisa. Hiyo roho hufanya watu waone kama hakuna Mungu. Katana na hiyo roho katika jina la Yesu. Pote hiyo roho asubuhi ya leo. Takaza haina uwezo. Takaza haina mamlaka katika jina la Yesu. We denounce the spirit of deception in the mighty name of Jesus. We declare powerless in the name of Jesus. Hii roho ambayo inakuwa kama sumu ya nyoka, tunatangaza siku ya leo haina uwezo katika maisha yetu, haina uwezo katika madhabahu haya katika jina la Yesu. Kama kuna wale walikuwa ikupenda kufanya hiyo kazi ya kumisiku wengine, tunatangaza ya kwamba hiyo roho haitakuwa na uwezo juu yao
watasimama tena, watafanya makusudi ya Mungu, watainuka, watamtumikia Bwana katika jina la Yesu. Wale walizuiliwa karama zao zikawa koda, tunataka uhai shatawakala kwa hizi karama tena. Kila magande mazaya, zile karama zilizikwa kwenye kaburi ya deception, tunazifungua leo katika jina la Yesu. Bwana zikapopoke hizi karama ambazo zilizikwa na deception, tunazifungua asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Bwana na uhai tena katika jina la Yesu. Wale ambao wakundeshe itasesa za financial ambao walimalizwa na roho ya deception, tunatangaza siku ya leo wakainuke tena. Uongo waliambiwa tunauotoa katika mioyo yao katika jina la Yesu. Be restored today. Itumezao mesongoona in the mighty name of Jesus. Tunawarejesha katika kazi yako, tunawarejesha katika madhabahu, tunawarejesha katika kazi yako Bwana, katika jina la Yesu. Every deception have no room in this house, in the mighty name of Jesus. Blessing was greater, have no room in this place, in the name of Jesus. Hey, in this house of our God, hey, in this house of our Father, in the mighty name of Jesus. Uongo wote hautapata nafasi, uongo wote hautapata nafasi. Rabasha tamananga masaya, ribabozi kataya magande, ribabozi ya rabasha tara magande, rikarababozi ya yataya la maganda, ribabozi ya ribazaya la babozi, rikarababoza ya maganda, rimashatara bayanda, ribabozi ya ribayande, ribabozi ya magande. Bwana nimuliki, naona maajabu Bwana kinimulikia. Nimuliki Bwana nimulikie, naona maajabu Bwana ukimulika. Uniinue Bwana, uniinue, naona maajabu Bwana kiniinua. Uniinue Bwana, uniinue, naona maajabu Bwana ukininua. Unibariki Bwana, unibariki, naona maajabu Bwana ukinibariki. Unibariki Bwana, unibariki, naona maajabu Bwana ukinibariki. Uniinue